Karibu katika Gumzo la Mwanaume. Elimisha jamii with tatu sure. Leo tuna swali katika wanaume. Na tunataka tumtafute mwanaume mmoja tumuulize hili swali. Yupi huyo? Kuna mwanaume rafiki yetu hapa chini tu. Yupi? Watu utamsikia wapi? Tena mpe simu, piga simu. Kuokota shaingia. Hello. Uko sawa? Uko fiti? Sasa uko katika hewani saa hii katika Elimisha Jamii. Na tuko na swali moja katika Gumzo la Mwanaume. Swali la semaji? Swali nauliza ni swali rahisi, tunaomba tu tujibu. Tunajua ndugu yetu bado hujaoa, lakini tunataka kuuliza swali ya ndoa. Bado sijapata jiko, lakini bado mwaweza nitafutia. Maulana kakubariki wewe na mwanamke bora. Sisi tunajua umeoa, si nikutangaza hujatangaza? Nitatangaza. Sawa ndugu yetu. Sasa tunaomba utangazie harusi na baria ya mwaliko pia twaingoja. Harusi na watangazia ili mkinipa mtu. Sawa, mtu utakutafutia hewani bado. Lakini swali inasema hivi. Unasema jiweke katika viatu kama umeoa, uko na mke. Viatu za kama nimeoa? Wewe jifanye umeoa, wewe ni mwanaume, uko na familia. Umebarikiwa na kijana moja. Na msichana moja ambaye utakaye nipa wakati nitakuwa naoa. Na pia Maulana kakubariki na kazi. Kazi ninayo tayari. Kazi unafanya kazi ya kimbali kutoka nyumbani. Ukae nyumbani kila siku, unasafiri, unaenda kazi, unakuja kama the weekends. Na raia nyumbani tuseme sikukuu hivyo ama weekends. So umeamua kabla binfu umerudi nyumbani bila kusema unarudi. Umefika nyumbani umekuta watoto labda ni shule hawajatoka, wameenda shule, lakini kubisha tu kuingia kapatana. Unapata mke wako na mwanaume mwingine katika chumba chako cha kulala. Si sebuleni. Pata hiyo mwanangu, si sebuleni, mahali kwa kulea chakula. Pale chumba cha kulala. Chumba cha kulala. Mwanaume kavua trouser yake. Kapata kifua kikubwa nje. Kijana barubaru. Ni mwanaume, ni rika lako, ni rika lako, lakini haumjui, lakini umempata katika chumba chako cha kulala. Naelewa. So ndio tunauliza swali letu. Unaichukua aje? Ungemlaumu nani? Wakulaumiwa nani? Wakulaumiwa nani? Kulingana na mimi wa kwanza kumlaumu ni bibi yangu. Kwa sababu ni yeye kamkubalia mpaka kaingia chumba changu cha kulalia. Na kama bibi ana maswali anajibu hiyo swali yako, anasema mimi sinilaumiwe, ni shetani tu amenijaribu. Kuna shetani anatujaribu. Umeondoka nikasikia shetani amenijaribu. Huyu shetani aliyekujaribu yupo wapi? Shetani aliyenijaribu si hata ndugu yangu, unajua kuna shetani anajaribiana. Pia tunaomba ungekuwa jeke kwa hizo viatu sasa ya mke wako, unajibu hiyo swali. Hamna shetani. Unajua saa zingine mnapenda kutilia shetani mambo mengine si yake. Wewe kamleta mwanaume chumba changu, shetani katoka wapi? Hapo pia mimi nakuunga mkono mwanangu. Hata ndugu yangu hapa ameniunga mkono. Nakuunga mkono, maana shetani yupi huyo kaja kwako? Si ungekimbia umwache shetani. Hivyo sasa tusimlaumu shetani sasa. Ila sasa ungemuadhibu na namna gani? Ishatendeka. Sahani yako ishakuliwa na mwingine. Ndio ishavujika. Na wamefanya namna hapa na pale, kila kitu kafanyika, walikuwa kamalizia. Hapo ndio inavujika. Watoto kapeleka wapi? Utawalea watoto ukiwa mama yao, wakitisha mama utafanyaje? Mtu anaenda na chake, hata nikifukuza mama kuna wake wa kufanya kazi.
So unakubali mwanaume akikosoa na mke wake aoe bibi wa pili? Sijakupata. We, kwa swali lako, kwa maana umesema utatafuta bibi mwingine. Ndio nakuuliza sasa, unaunga mkono wanaume wakikosana na bibi wao wa kwanza unaweza oa bibi wa pili? Inategemea kulingana na muda. Na vile mwenye kuachwa ataichukulia sasa. Hapo mtu achukue viatu zake na mawaidha yake. Ama kaamua kwa hivyo kulea familia yake alionayo. Alafu kuna swali lingine tumepita hapa kidogo. Tunauliza, ndio umewapata pale na umesema mke wako ndio ungeuliza maswali, si ndio? Tunauliza, ungemuuliza baada ya huyu mwanaume kuondoka ama ungewauliza wote wakiwa hapo? Ningeuliza wote pamoja. Na basi huyu mwanaume akisimama kifua aseme mimi namchukua bibi yako alivyo, ungeleta shida ama ungewaambia tokeni muende salama? Kulingana na mimi sasa itadepend na vile mtu ataichukulia. Ili kuepuka mambo mingi. Na kufuatilia kisheria. Ile sheria inasema ungewaacha tu wanaenda. Lakini ni vizuri ukuwe na evidence. Kuonyesha ni kweli huyu mwanaume alikuja chumba changu. Niliwapata na bibi yangu, evidence ndio hiyo karatasi. So ungejaribu kama kuwachukua picha hivi? Kusema mimi sijai kuwa na mwanaume yote kwa nyumba yake. So ungejaribu kuchukua picha ama ungejaribu kuwa record unapoongea? Ungekuwa na picha wa record hivi mkiongea. Yaani waache waende kwa amani kama washapendana wajua. Vitu zingine huwezi sisitiza kama washampenda. Waache waende, lakini tusimwekelee shetani. Na alafu huyu msichana akienda wazazi wake wafahamu kuwa mmekosana kidogo, wawaite mkutano, ungekubali waende kuitika hiyo mkutano kwa kina msichana? Kwa kina msichana? Huyu bibi yako ungekubali kuitika uende kwao ukasikia vile wazazi wake wanakuambia? Mimi ningekubali kuenda kwao. Sababu ikiwa kwamba mimi siwezi kumuitikia msichana tena kurudi kwangu. Ningeitikia kuenda kwao. Bado kumbuka mimi niko na evidence, nitawaonyesha wale wazazi wake niwaambie mtoto wenu aliweza kufanya hivi. Kama una uwezo wa kumleta mwanaume chumba changu niambie, nitajuaje hata mleta tena na tena ama hata mleta mwingine. Ni kweli, lakini kwaweza kuwa ni wewe ulikuwa na bibi yenyewe. Pia hilo ni swali lingine, kalifikiria mwanangu. Nishamtolea mahari, tumezaa watoto wawili, itakuwaje mimi niko na bibi wenyewe? Amekuwa akila chakula kila jioni wakati haupo. Hiyo nayo sidhani. Haudhani? Tumeshukuru kwa jibu lako. Asante. Karibu tena katika 3. Siku moja tuzungumze moja kwa moja. Naam, uko karibu. Tutafuta ndugu yangu, acha tujipange kidogo hivi, tunakukaribisha siku moja katika gumzo. Wiki ijayo labda tutakuwa naye hewani hapa katika Elimisha Jamii. Asante, mbarikiwe sana. Sawa, jioni njema. Ya nani?